Leo nimemtembelea baba hapa. Ni sehemu ya majukumu yangu kwamba nafanya kazi kubwa ya kuelimisha umma namna gani ya kuweza kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu. Tumekuwa na njia nyingi kama jeshi la polisi kutumia mfumo wa sheria, lakini siku za hivi karibuni tumejipambanua na miaka 20 sasa tunafanya kitu kinaitwa polisi jamii, kwamba zipo njia zingine mbadala ambazo tunaweza tukazitumia ukiacha tu sheria zikatusaidia katika kutanzua na kubaini uhalifu. Kwa hiyo sehemu ya njia hizo ni kutumia wadau ambao kimsingi wanashughulika na jamii, wanaelimisha, wanaiandaa jamii kuja kuwa watu kwenye ulimwengu. Kwa hiyo miongoni mwa wadau hao ni viongozi wa dini. Nyuma ya viongozi wa dini wana watu wengi sana ambao wanawafuata, wanawasikiliza, wanaongea nao, wanawafundisha, wanawaandaa tangu wakiwa watoto. Kwa hiyo viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kufundisha. Huku kama leo baba ameniambia kwamba huku wanafundisha wanasomo la baraka na laana, ambalo sasa maana yake sisi kwetu laana ni uhalifu. Kwa hiyo ukija kwenye lugha ya kisheria laana ni uhalifu. Kwa hiyo wanafundisha watu namna ya kuishi vizuri na wanafundisha watu madhara ya kutokuishi vizuri. Kama ukisipoishi vizuri maana yake unamchukiza Mungu na baadaye unapata laana. Kwa hiyo na sisi huku ukivunja sheria maana yake unafanya uhalifu. Kwa hiyo hizi tafasiri ndio tunataka kuja kuziunganisha sasa, kwamba hawa kama wadau wetu ni mapolisi wengine ambao wenyewe wanafanya kazi ya kiroho, na doria ya kiroho ndio ambayo inamjenga mtu, inamtengenezea hofu ya Mungu, na akishakuwa na hofu ya Mungu unaona kwamba hawezi tena kufanya uhalifu. Kwa hiyo sisi tukaona kwamba ni sehemu ya askari mwingine ambaye ni askari wa kiroho, ni vizuri tufahamiane, tuungane nao waweze kutupitisha kwenye hii. Kwa hiyo ndio kasema sasa doria yangu ya leo ni kuwatembelea viongozi kama hivi waweze kusaidia. Namshukuru baba amekubali kupitia darasa lake na kuwafundisha vijana na amenipitisha kwenye project alizonazo za kuandaa watoto katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Kwa hiyo ukishawapata watoto na ukawaandaa vizuri, maana yake na sisi polisi ni fursa, tunapunguza sasa ile wimbi la kuwa na vijana ambao ni wahalifu. Watamsikiliza Mungu, watamtii Mungu kwa sababu wana hofu ya Mungu, basi hawatafanya uhalifu kwa sababu watakuwa wanahofia kupata laana. Ndilo kubwa lililonileta huko. Kwanza nimshukuru Mungu kwa ajili ya ugeni ambao umetutembelea leo. Kamishna wa polisi jamii Tanzania. Kwa mimi nauchukua kuwa ni ugeni ambao unatija, kwa sababu sio kila mtu anaweza kuanza haraka kuona viongozi wa dini. Lazima awe na jicho la pili. Kwa nashukuru kiongozi wetu wa polisi jamii, kamishna wa polisi. Tunashukuru sana kwanza kwa wazo hilo la kuja kutuona, kwa kutambua kwamba viongozi wa dini wapo na wanaweza kusaidia jamii. Na kwa mimi nimeichukua kwa nimeiona ni ya muhimu sana hii nafasi. Aliponiambia nakuja, nataka nifike ofisini kwako, nikasema karibu sana, kwa sababu sio muda mwingi tunakutana nao, lakini napotokea wakati kama huu tunakuwa na muda mzuri wa kubadilishana maneno ya muhimu sana ya hekima kwa ajili ya kuponya jamii, kwa sababu sisi tunahusika na jamii moja kwa moja.